Japo ni dhambi kubwa ameifanya Manyanya kutembea na mke wa mtu bila ridhaa ya mwenye mke, lakini pia nafikiri kwamba wengi watakuwa wamefurahi kwa sababu wengi walitamani kuona kitu kama hiki hapa kinatokea. Sasa kimeweza kutokea, lakini pia mimi nimekichukulia hiki kitu kama sehemu ya kupata majibu ya maswali ambayo wengi walikuwa wakijiuliza kuhusiana na sababu ya Mr. Kawina kumzuia mke wake kutotoka ndani, kutotaka mke wake akutane na mwanaume yoyote yule. Nafikiri kwamba tumeweza kupata majibu kupitia episodi hii hapa, mara baada ya Manyanya kufumua siri iliyofungwa kwa muda mrefu kwenye mwili wa binti ambaye anaitwa Leila. Bwana, wote tulikuwa tufahamu kwamba Leila hajawahi kutembea na mume wake, hajawahi kuzini na mume wake, pamoja na kwamba yuko kwenye ndoa ndani ya miaka miwili. Sasa subscribe hapa Anova Films, like video hii, lakini pia usisahau kushare video hii. Wakati huo huo, twende tukazungumzie kuhusiana na kitu ambacho nafikiri kwamba watu wengi wamekitazama mara nyingi zaidi. Hii ni mara baada ya Manyanya kushindwa kuzuia hisia zake, ama kushindwa kuzuia mihemko ambayo imemfanya aweze kupeleka moto kwa binti ambaye anaitwa Leila, hatimaye kugundua siri kubwa kabisa ambayo ilikuwa haitambuliki, ya kwamba Leila hajawahi kushiriki tendo la ndoa na mume wake takriban miaka miwili mara baada alipoweza kuolewa. Sasa kikubwa ambacho nafikiri wengi wanataka kuelewa hapa ni kwamba Leila anampenda kweli Manyanya au ni vile tu alikuwa na upwilu, yani upwilu ulikuwa unamkaba koo ya kitu kama hicho hapo. Sasa mimi nafikiri kwamba huenda Leila anampenda kiukweli Manyanya, kwa sababu kwa jinsi alivyokuwa akimng'ang'ania, sidhani kama ni sababu hii hapa ya kwamba hajawahi kutembea na mume wake, ya kwamba ana upwilu, hivyo basi alitakiwa kutafuta mwanaume yoyote yule ili aweze kukidhi haja zake. Mimi sidhani kama jinsi ambavyo watu wanafikiria huko. Nafikiri kwamba haya majibu yatakuwa yanakusatisfy kabisa, kutokana na kwamba wengi wamekuwa wakifikiria labda huenda Leila ametembea na Manyanya, ama alikuwa akionyesha dalili, ama akionyesha kumfukuzia Manyanya, akionyesha dalili za kumpenda Manyanya kwa sababu ya shida alizonazo, nikimaanisha kwamba hajawahi kukutana kimwili na mwanaume yoyote yule. Nafikiri kwamba angefanya muda mrefu kama angekuwa ampendi Manyanya. Kama angetaka kutafuta mwanaume yoyote yule, angeshatafuta mwanaume mwingine mapema sana, kutokana na kipato ambacho yuko nacho. Lakini this time nafikiri kwamba utakuwa umepata majibu ya maswali ambayo yamekufanya uwe na wasiwasi mkubwa sana, ya kwamba huenda alihitaji kuspend one night na Mr. Manyanya ili aweze kukidhi haja zake, lakini kitu kama hicho sahau kabisa. Nafikiri kwamba amefanya hivyo out of love. Pamoja na kwamba Manyanya amesaidia kutufahamisha yale ambayo tulikuwa tuyafahamu kwa Leila na Mr. Kawina, lakini leo tumekuja kuyafahamu kwamba Leila hajawahi kukutana kimwili, ama hajawahi kushiriki tendo la ndoa na mume wake, na pia tumeweza kufahamu kwamba mume wake Kawina alikuwa akimzuia kutembea na wanaume ama kutoka sehemu yoyote ile, kwa sababu alikuwa akiamini anaweza akakutana na mwanaume yoyote yule akatamani kufanya ama kushiriki tendo la ndoa. Sasa tumepata majibu kwamba kilichokuwa kikisababisha ndo hicho hapo, kwamba Leila hajawahi kushiriki na mwanaume yoyote yule na hajawahi kushiriki na mume wake, na ndio maana Mr. Kawina alikuwa akiwa na wasiwasi sana kuhusiana na mwanamke wake kuweza kutoka nje. Sasa my point is that Mr. Manyanya amekosea, kwa sababu hicho sio kitu ambacho mwanaume lijali anaweza kufanya. Yani nafikiri kwamba amekosea sana, alitakiwa kujizuia, lakini sio rahisi. Kwa hiyo kwa upande mwingine unaweza ukaona kabisa kwamba hajakosea kiasi hicho, kwa sababu hii ni hali ambayo mwanaume yoyote yule anapokutana na mwanamke katika situation kama ile pale hawezi kujizuia hata kidogo. Yani hata uwe na moyo wa chuma kivipi, unapovuliwa nguo na mtoto wa kike, tena mwenye rangi kama alionayo Leila, huwezi kusumbua hata kidogo, lazima utafanya kitu ambacho Manyanya amekifanya. So nafikiri kwamba hapo dua na sala zinatakiwa kufanyika ili waweze kupata samaa kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Sasa pia kuna kitu ambacho nafikiri kwamba wengi nilishawahi kukizungumzia, na wengi labda huenda hawakusikiliza uchambuzi, lakini nafikiri leo naweza nikakirudia kwa faida ya wale wapenzi wa dunia ambao hawakuisikiliza sauti yangu siku ambayo nilikuwa nikichambua nikizungumzia kuhusiana na mpango mbaya ambao Mr. Jordan aliutumia kwa ajili ya kuhakikisha kwamba anampata Violet. Nafikiri kwamba tumeona jinsi ambavyo Violet amelia kutokana na kwamba amepata taarifa ya kwamba mwanaume wake Manyanya ameweza kufariki. Hii yote ni uongo, yani ni plani ambayo imeandaliwa
na Mr. Jordan. Jordan anafanya hivyo ili aweze kumwaminisha Violet kwamba Manyanya is normal, yani Manyanya hayupo tena kwenye hii dunia. Kwa kufanya hivyo atampata kirahisi kwa jinsi ambavyo anaamini yeye, kwa sababu alishagundua kabisa kwamba Violet hawezi kumove on kabisa mpaka asikilize kwamba Manyanya hayupo kwenye hii dunia. Yani kifupi, Violet alikuwa akiishi kama mgonjwa wa ukimwi, yani alikuwa akiishi kwa matumaini ya kwamba siku moja atakuja kuishi tena na Manyanya. Sasa kitu ambacho Mr. Jordan amekifanya ni kwamba alicheza na saikolojia yake na kugundua kwamba hawezi kukubaliwa kumuoa Violet mpaka afanye Violet aamini kwamba Manyanya hayupo kwenye hii dunia. Sasa ndio kitu ambacho amekifanya hapo. Ameagiza watu ama ametumia pesa nyingi, ametumia gharama kubwa zaidi kuajili watu ili waweze kumwaminisha Violet ya kwamba Mr. Manyanya hayupo tena kwenye hii dunia. Sasa mimi nafikiri kwamba sidhani kama itaweza kufanikiwa hii plan ya Mr. Jordan, lakini huenda inaweza ikafanikiwa kwa sababu tayari atakuwa akiisha akiamini kwamba Manyanya hayupo tena duniani, hivyo basi anatakiwa kumove on. Lakini Jordan huenda miscalculate, maybe Violet anavyofikiria ni vitu vingine kabisa. Huenda hata kama baada ya kugundua kwamba Mr. Manyanya is normal, hayupo tena kwenye hii dunia, basi yeye ndo atakata kabisa tamaa ya kuishi kwenye hii dunia. Yani kiufupi ni kwamba ataamua kuishi kama mwanamke ambaye aliishi na mwanaume wake lakini mwanaume wake aliweza kufariki, au ataamua kuishi kama mabachela, kitu kama hicho. Hapo ndo nafikiri kwamba kinaweza ikamtokea Violet. So nafikiri kwamba hata huu mpango wa Mr. Jordan unaweza ukabackfire. Sasa this time nafikiri kwamba let's predict what is going to happen next. Sasa mimi nafikiri kwamba episode inayofuata itakwenda kutupa majibu ya kile ambacho wengi walitamani kukisikia kwenye mdomo wa Leila, akizungumzia kuhusiana na swali aliloweza kuuliza na Manyanya ya kwamba ni kipi ambacho kilitokea, kwa nini hajawahi kuguswa na mume wake.